Naitwa Boniface Mahela, ni wakili wa Flora Henry Mayala ambaye ni mke wa Emmanuel Limbasha. Tumeleta kesi ya kuhusu taraka, madai ya taraka na kugawana mali. Baada ya kufaili kesi ile na upande wa pili kama walivyoongea walijibu PO, ni kweli kabisa kwamba swala ambalo limefikia kwamba tuweze kudismiss kesi hii ama kuifuta kesi ni kwamba mahakama tuliyoiletea kwamba iweze kusikia swala hili haina mamlaka hiyo, kwa sababu Mbasha ama hawa watu wanaishi Tabata. Tabata ni wilaya ya Ilala, kwa maana kwamba hatuwezi kuileta kesi hii Kinondoni, ile tulipeleka Samora, mahakama ya Ilala pale. Kwa hiyo ndio hoja ambazo zilikuwa zinabishana na zingine ambazo ilikuwa ni annex ambayo tulikuwa tumeattach mle ya certificate ya kutoka ustawi wa jamii ambayo kisheria inaeleza iwe ndani ya miezi 6, lakini hii ilikuwa imetolewa mwaka 2014 ambao sasa ni zaidi ya mwaka na kwa hiyo tayari inakuwa imesha kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni ndani ya hivyo vitu ambavyo viko kisheria kabisa, na sisi tukubaliana nacho kwamba ni kweli tu strike out kesi, tukaomba tu withdraw bila gharama, ili tuweze kuangalia namna nyingine ya kufanya kwamba inavyotakiwa tufanye. Kwa hiyo ni swala la wao kuwa pamoja. Sisi mawakili tupo kwa ajili ya kutatua mgogoro wao, kwamba unaishije kwa mujibu wa kisheria na njia iliyo salama zaidi. Kwa hiyo tunafanya hivi ili kwamba kwa sababu wao tayari kila mmoja amesharidhia, hawako pamoja mpaka sasa. Nafikiri Mbasha amesema ni zaidi ya miaka 3 hako pamoja. Sasa kuendelea kuishi kifungoni kila mmoja, nafikiri haina maana. Ni njia sahihi tu ya kwamba kila mmoja aishi huru na hii na ndio tumetufaa tufike mahakamani, lakini kwa sababu tumeonekana kwamba hatukujua kama mazingira yao walikuwa wanaishi wapi, na sasa kumbe walikuwa wanaishi Tabata, kwa maana tupeleke kesi Ilala na tutafungua tupeleka Ilala. Kesi imeifuta kwa sababu iko nje ya wilaya ya Ilala. Sasa sio kwamba wamefuta kwa sababu labda wamekubaliana, wameelewana. Negotiations zinaendelea kwamba tukubaliana, lakini kubaliana kule inategemea kwamba lazima tupeleke kesi mahala husika, kwamba hatukipeleka kesi mahala husika hata negotiation zingine tunaweza kuendelea kwa baadaye. Nimejaribu labda kumshauri mteja wenu, kwa sababu upande wa pili mteja anaonekana bado yule ni mke wake na bado anamhitaji. Kwa upande wenu wa pili, nimejaribu labda kumshauri mteja wenu kwamba aweze hata kurudia maisha yake yeye na mume wake kama zamani, au yuko upande wenu? Siwezi kuongelea mapenzi, ya watu kwamba unaweza nikaongea mimi kwa sababu kwamba hawahitajiani, lakini undani wa mapenzi kitu ambacho ni fumbo kubwa sana. Jina naitwa Ngasa Ganja, wakili wa Emmanuel Limbasha. Leo tulikuwa tumekuja mahakamani kwa ajili ya madai ya talaka ambayo yalifunguliwa na Flora, mke wake na Emmanuel Limbasha, mteja wangu. Madai namba 119 ya mwaka 2016, na msingi wa madai ni talaka pamoja na mambo mengine. Baada ya kupata hayo madai, tulikaa pamoja na mteja wangu tukaweza kuyajibu, na tukawa tumeweka kama hoja 6 za pingamizi la awali, na leo tulikuja kwa ajili ya kutajwa, lakini upande wa pili wamekuwa waungwana, wamekubaliana na pingamizi la awali la kisheria ambalo tuliliweka. Kwa hiyo kesi imefutwa. Naitwa Emmanuel Limbasha, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni mfanyabiashara. Niliitwa mahakamani kwa ajili
ajili ya kuja mambo ya talaka na mzazi mwenzangu, mke wangu Flora, kama ambavyo umeona, ndio hivyo. Kwa hiyo nataka talaka aweze kuendelea na maisha yake na mambo mengine ambayo yeye anayaona yako sahihi. Lakini ukumbuke pia sio hii ilikuwa ya kwanza tu, hata Kisutu pia aliniomba talaka, lakini baadaye kutokana na pingamizi na mwanasheria wangu msomi Alex Ngasa aliweka mapingamizi na matokeo yake akashindwa, akafuta kesi. Lakini na hii nayo imekuwa hivyo hivyo, amekuja anadai talaka kwa nguvu zote, lakini pia ilivyoamriwa na mwanasheria wake wamefuta kesi. Kwa hiyo tunasubiria tuone linakuwaje la mbeleni. Kitu gani ambacho kinamforce yeye aombe talaka kwako? Nadhani wengi wa Tanzania wanajua yaliyotokea yote. Sio kitu kigeni masikioni mwa watu au machoni pa watu, wanajua kila kitu ambacho kimeendelea. Kwa hiyo kama anadai talaka, yeye ni uamuzi wake, yeye ameona ni wakati sahihi sasa wa kupata talaka yake na kuendelea na maisha yake mapya. Maana ukiangalia mpaka sasa hivi mimi siko naye ni miaka mitatu, na haya yote ambayo yametokea aliyaanzisha yeye mwenyewe. Unaona, amekuwa na mambo mengi ambayo ameyafanya ambayo nadhani sio vema kwanza kuyarudia, ile yanafahamika. Unaona, kwa hiyo ni hivyo alivyoamua yeye, ndio ameona iko sahihi yeye na watu wake na familia yake na mapenzi mapya alipoyaanzisha. Kwa ndio hivyo, mimi namshukuru Mungu, naendelea na maisha yangu vizuri. Ni wakati sahihi umesema wa yeye kuendelea na maisha yake. Hiyo pingamizi la shtaka liloleta, kwa nini linakuwepo na kwa nini mmeweka pingamizi? Kuna vipengele vingi ambavyo ameficha. La kwanza, kuna mtoto amezaliwa, sio mwanangu, hajaongelea. Kuna mambo mbalimbali ambayo ameyaweka. Kwa hiyo yote sisi tumeyaweka wazi, na mwanasheria wangu inatakiwa aelezee kiundani, hajaweka. Yeye anachodai tu ni hivyo. Na mahakama haikuwa na mamlaka. Na mahakama pia haikuwa na mamlaka kisheria aliyoleta hapo. Kwa hiyo ni hivyo, vingi zaidi vya kisheria anafahamu Ngasa. Kwa hiyo mimi najaribu kuelezea vile ambavyo navifahamu kwa mimi kama mimi. Sawa sawa. Kwa upande wako wa maisha ya pembeni kabisa, waumini wenzako, umeshaona unavyoendelea baada ya yeye kutokuwepo nyumbani mwaka wa 3 hii, yanakuwaje? Ni maisha yako kwa waumini wenzio, waimbaji wenzio, wafanya biashara wenzio? Maisha yangu yanaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu, ananitangulia. Changamoto ni kubwa, ndoa, unakuta mwenzako ameshajiandaa kuacha, ni kitu kigumu katika maisha ya kawaida. Kama mimi sikuwa nimejiandaa kumwacha yeye, lakini yeye tayari alikuwa na maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kuniacha mimi. Ndio maana hata aliweza kunifungulia kesi zilizokuwepo, na kama unakumbuka amesimama na mimi mahakamani kwa ajili ya kuhakikisha ninakwenda jela. Kwa hiyo ni mbinu mbalimbali ambazo alikuwa tayari ameshaziandaa yeye kama yeye kwa ajili ya kuachana mimi. Kwa mimi nimekuwa kuna wakati mgumu, lakini mwenzangu amekuwa kuna wakati wa kurelax, maana kila kitu alikuwa ameshika yeye mpini, mimi nimeshika kwenye makali. Kwa hiyo sikuwa na namna yote nitafanyaje kama mahakamani ninapelekwa na ninashtakiwa, inabidi nijitetee tu. Kwa hiyo hivyo, lakini namshukuru Mungu, naendelea vizuri na Mungu ananitetea.